Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA, Joel Laurent, amesema lengo kuu la kuadhimisha siku ya mbolea duniani katika kijiji cha Ujindile wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe ni kubadilishana uzoefu kati ya wakulima, wataalamu, wasambazaji na wazalishaji wa mbolea ili kuongeza tija katika sekta ya kilimo. Lakini mimi niseme sisi tunawashukuru ninyi kwa kuifanya siku ya mbolea duniani iwe ya mfano na ya kipekee. Tulipanga na tunaendelea kuadhimisha siku ya mbolea duniani kwa kauli mbiu mali shambani, silaha mbolea. Mkurugenzi mtendaji Joel ameyasema hayo wakati wa kilele cha siku ya mbolea duniani iliyofanyika katika kijiji cha Ujindile, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe. Amesema tangu kuanza utekelezaji wa mpango wa ruzuku, matumizi ya mbolea yameongezeka kutoka tani 365,000 mwaka 2022-2023 na kufikia tani 974,000 mwaka 2024-2025, na inatarajiwa matumizi kwa mwaka huu kufikia tani 1,100,000. Mali shambani, silaha mbolea. Tumekuja na program ya kuwaelimisha wakulima juu ya matumizi sahihi ya nini? Ya mbolea. Kwa hiyo ndio lengo letu kubwa. Lakini lengo kubwa jingine ni kuelimishana. Tunajifunza kutoka kwenu na nyinyi tunawapa yale maarifa mengine ambayo yanaendelea kujitokeza. Na mimi nimepata faraja baada ya kuanza kuona wakulima wenyewe wanaanza kuona manufaa ya programu hii. Joel amesema mamlaka imejipanga kuhakikisha kila kata inakuwa na wakala au kituo cha kuuzia pembejeo hiyo ili kuwapunguzia wakulima umbali wa kupata huduma. Hapa kwenye risala yenu mmeeleza kwamba tunaomba bana mtusaidie kuwa na mbolea ya parachichi. Lakini tumeona wakati wanatoa elimu kwamba makampuni mbalimbali sasa yanaanza kuzalisha mbolea maalum kwa ajili ya zao. Tuna wenzetu wa Guavei wanaozalisha mbolea hakika, lakini tuna wenzetu wa Intercom ambao nao wamefanya utafiti na wanazalisha mbolea maalum kwa ajili ya parachichi. Sanjari na hayo, ameongeza kwa kusema matumizi ya mbolea za ruzuku yanamtaka mwananchi ajiandikishe. Hivyo amewataka wakulima ambao hawajasajiliwa au ameongeza eneo la kulima atumie fursa hiyo kujisajili na kuhuisha taarifa zake ili aweze kunufaika na mbolea za ruzuku. Endeleeni kupima afya ya udongo. Tunapotumia mbolea, tuzitumie kwa kiwango sahihi. Tuzitumie kwa wakati sahihi. Tutumie mbolea sahihi na tutumie kwa sehemu sahihi.